Mamlaka nchini Tanzania zimeendelea kuwakamata viongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema, ambapo sasa karibu uongozi mzima wa chama isipokuwa wachache wameshakamatwa. Kufahamu zaidi, hii hapa ni taarifa yake Emmanuel Makundi. Wanaozuiliwa hadi sasa ni pamoja na mwenyekiti Tundu Lissu aliyeshtakiwa kwa uhaini na makamu wake John Heche. Wengine ni naibu katibu mkuu wa chama hicho Amani Golugwa, Boniface Jacob na God Bless Lema ambao ni wajumbe wa kamati kuu. Katika orodha iliyotolewa hapo jana na jeshi la polisi nchini humo, jumla ya viongozi 6 wa Chadema walitajwa, akiwemo katibu mkuu John Mnyika na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya chama Brenda Rupia. Lakini je, kukamatwa kwao kuna tafsiriwaje? Wakili Fulgence Masawe ni mkurugenzi wa utetezi na mageuzi kutoka kituo cha sheria na haki binadamu nchini Tanzania LHRC. Ni jambo la kusikitisha baada ya yaliyotokea Oktoba 29 na mengine yaliyofuata baada ya siku hiyo. Tulikuwa tunategemea, kwa vile tulikuwa tunaidiwa meza ya maridhiano, iwe sasa ni kutafutana kuliko kufanya kama kutafuta mchawi ni nani, kwa sababu kwa sasa hivi naona baada ya kila kitu kutulia na kuonekana kwamba kumepoa, ni muda wa serikali sasa kutafuta mchawi alikuwa ni nani, nani alikuwa nyuma ya maandamano, ni nani alikuwa nyuma ya vurugu. Haya yakijiri, mwishoni mwa jumaa hili watu zaidi ya 200 waliokamatwa wakati wa maandamano wamefunguliwa mashtaka ya uhaini. Aidha, kwa upande mwingine, wito wa maridhiano umeendelea kutolewa wakati huu ambapo walio karibu na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan wakisema kuna uwezekano mazungumzo yakafanyika. Na msikilizaji, idara ya mashtaka nchini Kenya siku ya Jumamosi ilikaribisha kuzuiliwa kwa mwanajeshi wa zamani wa Uingereza ambaye anatuhumiwa kumuua Mkenya Agnes Wanjiru mwenye umri wa miaka 21 mnamo mwaka 2012 katika kesi ambayo imesababisha mvutano wa diplomasia kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Uganda Yoweri Museveni jana jioni alithibitisha kwamba jeshi la nchi hiyo ndilo limekuwa likiwashikilia wanaharakati wawili wa Kenya, Bob Njagi na Nicholas Oyoo, kwa siku 39, kauli ambayo anaitoa saa chache baada ya wawili hao kuachiwa huru. Aidha, Museveni amewaonya watu waliodai kwamba wanafadhili vijana nchini humo kufanya vurugu. What these foreigners apparently want, like Uganda, kile ambacho hawa wageni wanataka kama Uganda, wana wasiwasi sana kuhusu Uganda. Uganda inasonga mbele, ina nguvu, viwanda vinakuwa, hatupungukiwi na chochote, tuna chakula cha kutosha, tuna malighafi zote, tuna bidhaa zote za viwandani, na sasa tunaenda kupata mafuta yetu. Kwa hivyo wana wasiwasi sana, na baadhi yao wamekuwa wakizungumza na watu waliochanganyikiwa kwamba wanapaswa kuwa na mikataba jinsi ya kudhibiti mbuga zetu za kitaifa, jinsi ya kufanya hivi au vile. Kwa hivyo ni makundi yanayowafadhili watoto hawa kufanya mambo mabaya, lakini ni rahisi kushughulika nao. Msikilizaji, tangu kutekwa kwa wanaharakati hao wakati walipoenda kushiriki kampeni za kinara wa upinzani Bobi Wine, idara za usalama nchini humo zimekuwa zikikanusha kuwazuilia. Rwanda na DRC zilisema mwishoni mwa juma kwamba wamekubaliana kuhusiana na ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda wakati wa mkutano wao mjini Washington, wakati rais wa Marekani Donald Trump akijaribu kutekeleza makubaliano ya amani na kuchochea uwekezaji wa nchi za magharibi katika eneo la maziwa makuu. Wakuu wa nchi toka mataifa yanayoshuhudia athari mbaya zaidi za mabadiliko ya tabia nchi, kuanzia vimbunga, joto kali hadi mafuriko, sasa wanatoa wito kwa mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao unafanyika nchini Brazil wa COP30 kuchukua hatua kuzinusuru nchi hizo kutokana na madhara zaidi. Kufahamu zaidi, hii hapa ni taarifa yake Georgia Jowi. Kuelekea mkutano huu unaong'oa nanga Jumatatu hii Novemba 10, viongozi kutoka nchi zinazoendelea wanashinikiza kuwepo kwa haki ili kuziba pengo kati ya mataifa yanayoendelea na nchi tajiri zinazozalisha kwa wingi gesi hatari duniani. Mwenyeji wa mkutano huu, rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, amesisitiza hitaji la mpango mkakati halisi wa kukabiliana na tatizo la ukataji miti, kuachana na mafuta visukuku na kuhamasisha upatikanaji wa rasilimali zinazohitajika. Nchi tajiri ziliahidi kuchangia dola bilioni 300 kusaidia mataifa maskini kukabiliana na athari za hali ya hewa katika mkutano wa mwaka jana, lakini hadi sasa hakuna pesa iliyotolewa, mataifa hayo yakitaka kuwepo angalau dola trilioni 1.3.
Georgia Ajowi, ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani imesema kwamba mashambulio ya kikatili yanaongezeka huko El Fasher baada ya wapiganaji wa RSF kuteka mji huo katika eneo la magharibi mwa Darfur mwezi uliopita. Chama tawala nchini Afrika Kusini kimetupilia mbali madai ya serikali ya Marekani kuhusiana na ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya wazungu wachache nchini humo, ANC kisema kwamba Washington kususia mkutano wa G20 hakuzuii kufanyika kwenye taifa hilo. Fikile Mbalula ni katibu mkuu wa chama hicho cha ANC. Utawala wa Trump haujali uhuru wetu. Wanafikiri kwamba sisi ni nchi ndogo ya Marekani, jambo ambalo tunaamini ni la kusikitisha sana kwa upande wao, na kwa hivyo nchi yetu lazima iendelee na G20 itafanyika bila wao. Sisi ni nchi inayopinga ubeberu. Hatuamini katika utawala wa hali ya kiuchumi ya nchi zingine na mataifa makubwa. Sisi ni taifa la kikatiba na taifa la kidemokrasia. Msikilizaji, kuelekea mkutano huu ambao utafanyika Johannesburg Novemba 22 na 23, Rais Trump anasema nchi yake haitashiriki licha ya kuwa mwanachama. Chama tawala nchini Senegal PASTEF kilifanya mkutano mkubwa wa hadhara siku ya Jumamosi. Wakati huu kuna ripoti za mgawanyiko ambapo waziri mkuu Osman Sonko alitumia nafasi hiyo kumshambulia rais wa zamani Macky Sall na chama chake kutokana na deni kubwa la taifa ambalo lilifichwa na ambalo liligunduliwa mwaka jana. Nchini Burkina Faso, vituo vya gesi vimeagizwa kuweka kamera za CCTV fikapo Januari 1 mwaka 2026 katika juhudi za mamlaka kukata upatikanaji wa mafuta kwa wanajihadi. Na mahakama ya juu nchini Guinea imechapisha orodha ya muda ya wagombea 9 walioidhinishwa kushiriki katika uchaguzi wa urais Disemba 28, akiwemo rais wa mpito Mamadi Doumbouya ambaye anawania kama mgombea huru. Takriban watu milioni 1 wameyahama makazi yao nchini Ufilipino, wakati huu nchi hiyo ikijiandaa kwa kimbunga Fangwong ambacho kinatarajiwa kukumba nchi hiyo leo, siku chache baada ya kimbunga kingine ambacho kiliua zaidi ya watu 200. Mwili mmoja umepatikana na makumi ya watu wengine hawajulikani walipo baada ya mashua iliyokuwa imebeba wahamiaji takriban 90 kuzama karibu na mpaka wa Thailand na Malaysia, maafisa wamesema. Msikilizaji, mashambulio ya Ukraine dhidi ya miundo mbinu ya nishati yamewaacha zaidi ya watu 20,000 bila umeme katika maeneo kadhaa ya mpaka wa Urusi, mamlaka katika eneo hilo zimesema. Na rais wa Syria Ahmed Sharaa amewasili Washington kwa ziara rasmi, ikiwa ni siku 2 tu baada ya Marekani kubatilisha hadhi yake ya kuwa gaidi wa kimataifa. Na msikilizaji, Sharaa anatarajiwa kukutana na Rais Donald Trump jijini Washington hapo kesho kwa mazungumzo.